kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Bwana, unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa. Haleluya kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Namshukuru Mungu Jumapili ya leo kuwa nimefika, nilikuwa mzima. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kutoka last week Friday sehemu za huko, na zaidi ya hali ambayo ilikuwa ikinisumbua sana ilikuwa ni tumbo na roho kwenda mbio. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakuja kwa dada yangu pale Mama Kecharo, kaja akaniambia tuna kanisa huwa tunafanya maombi kule, hayo maombi huwa yanasaidia. Kaja nikajiunga hapa, kwa nikaja nikafanywa maombi mara ya kwanza. Niliporudi hali ikazidi sana kule, mpaka ikampigia pastor simu na akaniombea kwa simu. Endelea kwa hiyo wiki ambayo imeendelea kumalizika, ile hali ya roho kwenda mbio imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hali ambayo imebaki sasa hii bado inanisumbua ni tumbo. Tumbo bado inaniuma, lakini naona ushindi wa Bwana ukiwa mahali hapa na Mungu akinishughulikia katika hii madhabahu. Amina. Hayo na Mungu awabariki. Amen. Roho haiendi mbio tena. Roho haiendi mbio tena. Tumbo inanyamaza. Leo itanyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Kinachofaa kwako ni kukubali kumupa nafasi Kristo afanye kazi ndani yako. We mama, nawe koo imesemaje? Sauti imefunguka, majibu bado sijatoka. Majibu huko hayajatoka ya picha. Sauti imefunguka. Sauti imefunguka. Simu naisikia. Si imefunguka. Shetani ni mrongo siku zote. Kitu kitamfanya pepo apate nguvu kwako ni wewe kutokuwa mwaminifu. Hivyo tu. Yeye anashikilia pale ambapo amepata huo mwanya. Lakini ukijipeana kikamilifu kwa Kristo, yeye anafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Hebu nisomee sasa, nataka tuingie kwa neno la Bwana. Tuangalie safari ya wana wa Israeli na misukosuko waliokutana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Soma Kutoka, kitabu cha Kutoka 14 anzia 1. Hii safari ya wana wa Israeli ilikuwa na misukosuko. Ilikuwa na misukosuko mingi. Lakini je, walishinda vipi? Soma. Tasoma kwa jina la Yesu. Bwana akasema na Musa. Bwana akasema na Musa. Akamwambia. Waambie wana wa Israeli. Kwamba warudi na kupiga kambi yao mbele ya Pi-Hahirothi. Kwamba warudi na kupiga kambi yao mbele ya Pi-Hahirothi. Kati ya Migdoli. Kati ya Migdoli na bahari. Na bahari. Kukabili Baali Sifoni. Mtapanga mbele yake karibu na bahari. Naye Farao atasema katika habari za wana wa Israeli. Wametatanishwa katika nchi.
Wametatanishwa katika nchi. Ile jangwa imewazuia wasitoke. Jangwa limewazuia wasitoke. Nami nitaufanya uwe mgumu moyo wa Farao. Kisha Mungu ataufanya uwe mgumu moyo wa Farao. Naye atafuata nyuma yao. Naye atafuata nyuma yao. Nami nitajipatia utukufu. Nami nitajipatia utukufu kwa Farao. Na kwa jeshi lake lote. Na kwa jeshi lake lote. Na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Na Wamisri nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi wakafanya hivyo. Basi wakafanya hivyo. Mfalme wa Misri. Na tuombe. Bwana Yesu, naja mbele zako, kabidhi neno lako mikononi mwako. Nitumie kama ulivyosema na ulivyotaka mchana wa leo. Na jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu utatenda. Kwa jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Hivi ndivyo Musa alivyokuwa anawaongoza wana wa Israeli. Akafika karibu na bahari. Na Bwana akanena na Musa. Akamwambia waambie warudi kidogo, wapige kambi. Na habari hizi Farao ataambiwa kwamba jangwa limewatatanisha, nalo limewazuia, nami nitaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu ili nijipatie utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Musa akawaambia, rudini, mupige kambi yenu hapa, musubiri. Bwana Yesu asifiwe. Kisha tayari habari zikafika kwa Farao. Soma sasa. Mfalme wa Misri aliambiwa ya kuwa wale watu wamekwisha kimbia. Mfalme wa Misri akaambiwa watu wamekimbia. Na moyo wa Farao na mioyo ya watumishi wake iligeuzwa ili iwe kinyume cha hao watu. Ili iwe kinyume cha hao watu. Nao wakasema, ni jambo hili tulilolitenda. Ni jambo gani hili tulilolitenda? Kwa kuwaacha Waisraeli waende zao wasitutumikie tena. Bwana Yesu asifiwe. Habari zilipofika waligeuzwa mioyo yao. Mioyo ikageuzwa. Badala ya urafiki ukawa uhadui. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kujua wameondoka, roho zao zikageuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakajenga uadui badala ya urafiki. Pamoja na kuwatumikia miaka yote, lakini wakageuzwa, wakawa na uadui. Bwana Yesu asifiwe. Kisha wakaulizana, ni jambo gani hili tumelifanya? Kumbe waacha waende wasitutumike. Wajua ndivyo wasemavyo wale wachawi wako, wale wanaokupiga vita, ndivyo wasemavyo. Tumeacha vipi mpaka wameenda? Hebu soma. Akaandalia gari lake, akawachukua watu wake pamoja naye, tayari kwa safari. Tena akakatwa magari 600 yaliyochaguliwa na magari yote ya Wamisri na makida juu ya magari hayo yote. Na maakida wote juu ya hayo magari. Akaanza safari kuwafuata. Soma. Na Bwana akaufanya moyo wake Farao mfalme wa Misri kuwa mgumu. Unatoka kwa Misri. Naye akawafuata wana wa Israeli kwa sababu wana wa Israeli walitoka kwa ujeuri. Kwa maana walitoka kwa ujeuri. Unaona yani shetani amebadilisha nia zao, wawe kinyume nao, wanene vibaya ili wafuate, lakini ni Mungu anataka utukufu. Wakaanza kusema wametoka kwa ujeuri, kwa hivyo tuwafuate, tuwaangamize, wasijue huko mbele Bwana anataka kujitukuza.
Bwana Yesu asifiwe. Soma. Wamisri wakawafuata nyuma yao. Wamisri wakafuata nyuma yao. Farasi zote na magari yote ya Farao. Farasi zote na magari yote ya Farao. Na askari zake wenye kupanda farasi. Zake zote wenye kupanda farasi. Na jeshi lao nao na jeshi lake. Na jeshi lake. Nao wakawapata hali wamepanga pale karibu na bahari. Wakawapata wamepanga pale karibu na bahari. Karibu na Pihahiroti. Karibu na Pihahiroti. Kukabili Baali Sefoni. Kukabili Baali Sefoni. Wamepanga hapo. Farao anakuja. Baada ya kutoka Misri, wametoka kwa furaha, wameshangilia, wameimba, wakarukaruka, wakasema tunaenda, mateso kwisha, sasa tunaelekea, mpaka wanapiga vinanda, wakiimba, maana wametoka katika nchi ya utumwa. Wasijue mpango wa Mungu aliyoupanga. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hawajui mpango wa Mungu. Hawajui. Bwana Yesu asifiwe. Ghafula Farao anakuja nyuma. Soma. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, wakageuka nyuma. Na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Wakamwambia Musa. Yani wanamulilia Bwana na huku wanamulaumu Musa. Maana wanaokuja wako ange kuwamaliza. Halo? Uliona umepona ukaona vimeisha tayari. Wamisri wanakuja. Na si kwa sababu yako. Wamefanywa na Mungu kuwa na roho ngumu ili ajitukuze. Sasa shida ulionayo ni kuogopa. Ile roho ya woga ndio inakusumbua. Maana wale hawaji kwamba watakushinda wakuangushe, hapana. Ni Mungu anataka utukufu juu yao. Lakini walipomuona hivyo wakaanza kuogopa. Biblia inasema wakamulilia Mungu na wakamnenea Farao. Musa, soma. Wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri, umetutoa huko ili tufe jangwani? Wanatamani kaburi. Mbona umetutendea haya? Kututoa katika nchi ya Misri? Huku wamemlilia Mungu, jibu alijafika, wanamlaumu Musa. Neno hili silo tulilokubali kuambia huko Misri. Tukisema tuache tuwatumikie hawa wa Misri. Maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Kwa hivyo wamebabaika mpaka wamesahau kitu kizuri cha kutamani. Wanatamani kaburi nzuri tu. Hivyo asikwai anajua ni nzuri. Hofu. Kama kuna kitu kibaya kinachomaliza mtu duniani ni hofu. Sasa unatamani kaburi kweli? Maiti uchagua kaburi nzuri. Lakini hawa wanalalamika watasikwaje jangwani, bora wangesikwa kule kwenye makaburi. Bwana Yesu asifiwe. Na yote haya imekuja kwa sababu ya hofu. Wamemuona Farao anakuja. Kwa hivyo wameona wameisha. Wameona tumeisha. Kama unavyojiona leo, nimeisha. Tangu niombewe siponi, nimeisha. Tangu niombewe mashaka yananifuata, nimeisha. Haujaisha. Hicho kinachokuandama ni kwa sababu Mungu anataka utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo Mungu haelewi. Angewaambia kaeni hapa. Alikuwa hajui. Na akamwambia Musa, warudishe hapa. Waambie wapige kambi hapa. Alafu Farao nitamfanya awe na moyo mgumu, atawafuata. Nataka kujitu. Si Mungu alikuwa amepanga plani. Shida ni mwanadamu
hofu iliyo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Soma. Musa akawaambia watu, msiogope. Simameni tu. Mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Kwa maana hao Wamisri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Alafu Bwana atawapigania ninyi. Nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akawaambia Musa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nanyi mtanyamaza kimya. Pamoja na kumlaumu, bado anawatia moyo na kuwaonyesha ni nini kinaenda kufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Wajua hapo ndo wachungaji tunakuwa na changamoto kubwa. Maana unamjenga mtu na imani lakini yeye hata hayuko. Bwana Yesu asifiwe. Jumamosi ya tarehe 13 saa 2 usiku, nikiwa pale nyumbani na ngoja chakula cha jioni tuingie kwa maombi ya usiku, tulikuwa kwa semina. Chialedi mdogo akarushiwa roho ya mauti, na kwake na kwangu ni kama tu tuseme hapa kama msikiti yuko hapo na hapa. Sasa akawa ametoka pale nje kwake, kuna jiko pale, ile mafiga yale ya nje, anataka kuwasha moto pale, apashe moto chakula chake watumie na watu wake. Vile anaweka kuni na akaanguka kwangala na akapoteza fahamu. Hati wanaume hawalii, nilimuona mwanaume akilia. Na tena polisi, maana mumewe ni askari jela, alilia machozi. Maana niliona msichana wa jirani yake mbio, katochi kanakuja, mtu ako mbio, akafika, akaambia wale wamama wako pale jikoni, wanatayarisha chakula cha jioni. Nani? Na Chialedi ameanguka kule na amezimia. Haya, mmoja akachambia mlangoni kwangu, mchungaji, kule basi kuna hiyo shida. Nikaambia wacha tuende. Nikatoka sasa nikaenda haja huko ndo nirudi. Kumbe mume anaona tunachelewa na kinyasa chake polisi. Akifika pale watu wamejaa. Nyanya njoo. Ya yule mke wangu anamuita nyanya maana tuna ukoo. Njoo. Anamuuliza amezimia kabisa. Ataamuka. Nyanya ataamuka. Machozi yanamtoka jamaa. Akaambiwa wacha twende. Sasa mimi nimetoka huko, pale kwangu kuna taa inamulika hivi. Sasa kule mbele kuna giza kwa ule mti. Sioni, naona ni wale tumepangana. Twendeni. Bari ya kushinda. Ala, kumba ni baba. Machozi yanatoka. Tukifika pale akakimbilia kichwa, akashika kichwa haraka. Akakimbia kenda keti. Bwana Yesu asifiwe. Mama ameanguka hivi na wote wamepigwa butwa, hata nguo kumfunga hakuna. Sisi ndo tulifika pale. Mke wangu akimbilia miguu akafunika nguo, mama mwingine akaweka mkono kwa kifua, na mimi nikashika kichwa nikaabudu. Tukaanza kuomba. Tukaomba tukamaliza. Maana maandiko inasema lile mliombalo mkisali, aminini ya kwamba mmelipokea nalo litakuwa lenu. Kumaliza kwa ujasiri nikamwambia amka, na akainuka akaketi. Mume ako pale amesweti, machozi yanatoka kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Nikamkalisha juu ya kiti, nikamuombea tena. Kamuuliza unajua hawa? Akaangalia, siwe ni baba Bishop? Ngambia na huyu ni mama Bishop na huyu ni mama ke fulani. Kamutakasa, ngambia amepona. Kule kuna mwombezi mmoja amelipuka, ameanguka, pia amenyamaza. Tukaombea wakaamuka. Nikamwambia mpeni chakula ale, tukutane kwa maombi ya usiku. Tukatoka tukaenda. Yeye ndo alimuenda kumuosha. Jameni wa mama mnapendwa, jipigieni makofi.
Kumbe tulivyotoka akabandika maji mwenyewe haraka, yakapata moto, akamchukua mbio bafuni, akaenda akamtoa dera, akamuosha vizuri, akampangusa na akamletea dera nzuri, akamvalisha na chakula akapasha, akaleta mezani, tule mke wangu, sikuwa najua utarudi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kuachilia jambo litakalosababisha ajitukuze. Wamisri walilalamika sana, wasijue Mungu ana mpango gani. Hata wewe hujui leo Mungu ana mpango gani. Katika hayo shida zote unazopitia, hujui ni mpango gani Mungu alionao mbele yako. Lakini habari imefika ya kwamba hawa wa Misri munaowaona leo hamutawaona tena. Maana Bwana atawapigania, nanyi mutanyamaza kimya. Endelea pale. Bwana akamwambia Musa. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako. Nawe inua fimbo. Ukanyoshe mkono wako juu ya bahari. Mkono wako juu ya bahari. Na kuigawanya bahari. Nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari, watapita katika nchi kavu. Katika bahari tena itakuwa ni nchi kavu, maana Mungu atakawanya. Songa mbele. Wacha kutazama nyuma. Songa mbele. Ulikotoka ni mbali, unakokwenda ni karibu. Ondoa wasiwasi. Hata kama majaribu yameongezeka, songa mbele. Achana na mawazo ya watu wengine. Wewe songa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha kukumbuka yaliyopita. Hata kama ulilala njaa jana, nakwambia songa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Maana Bwana atafungua njia tu. Hata iweje njia itafunguka. Shida ya watu wa Mungu ni hofu. Hofu. Si lazima uombewe uanguke. Kwani paka ukwendo ukale musima. Kala ni kukwanzo ni kusukumi. Si unaamini kuanguka ndo kupona, njoo. Sukume ukwe. Haya. Lakini maombi yaombwayo kwa imani, hayo Mungu anayasikia na yanaponya. Bwana Yesu asifiwe. Si lazima uanguke ndo upone. Si lazima upigirike ndo upo. Hapana. Wewe umesimamaje mbele za Mungu aliye hai? Bwana Yesu asifiwe. Unajua sasa hivi ulimwengu wa sasa, shetani amegundua kitu kimoja. Watu wanapenda Bwana amesema. Bwana amesema. Akainua roho ya utambuzi. Ndio mimi wanaikemea. Wewe niambie Bwana amesema, sawa. Amesema mimi nimelogwa, ndio. Sasa nitaponaje? Sio niambie nimerogwa na nibaki hivyo. Sasa umenisaidia au umeniongeza mashaka? Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndo wanakosana na waombezi wengi. Ninakotembea watu nakosana. Haleluya. 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 Haraka baraka. Bwana anasema umetumiwa kitu kikufuate. Sawa, kimetuma. Lakini je, kitaondokaje? Si mpaka uniambie kitakavyoondoka ndo niombe. Kama ni kuomba, kama ni kukemea, navyo nikemee. Sasa ukiniambia kimetumwa na kinakuja na hujaniambia kitazuiliwa na nini, hivyo si umenifanya nife? Shindwe, hiyo si roho, ni pepo. Bwana Yesu asifiwe. Sikia nikuambie, liamini neno la Mungu. Amini yale maombi uombayo. Simama na huyo Mungu. Nabii feki ambazo hazina mwelekeo, achana nazo. Wewe tafuta Mungu anasemaje juu yangu. Bwana amesema. Basi amesema mfungwa pale makaburini. Nakwambia nimekuona usiku. Sawa. Niko pale makaburini, tatoka ache. Niko pale nimefungwa pale. Datimaze hari. Sipaka uniambie. Usiponiambia
Hata kama ni kuomba, niombeje? Huyo Mungu nimwambieje? Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli wananifurahisha na kitu kimoja. Maana Musa alikuwa akiwaambia twendeni hivi, wanatii. Wakiambiwa twendeni hivi, wanatii. Wakianza kutoa mdomo, Musa anauliza Mungu, Mungu anaambia waambie. Wakiambiwa habari za Mungu, wanatii, wanasonga mbele. Hivyo walishinda kwa sababu ya kutii. Lakini wewe hutii. Muulize mwenzako, mara ya mwisho kutii ni lini? Mwaka unaisha huu, umefika mwisho jameni. Bwana Yesu asifiwe. Utaendelea kuwa mrongo mpaka lini? Anza kuvua ile vazi la urongo, ukavae vazi la ukweli. Bwana anakusubiri akuinue. Bwana anataka akuinue. Wiki 2-3 zilizopita niliwatangazia hapa, tunatakiwa kufungua kanisa Matangoni. Wanapiga simu mpaka sasa, Januari tunafaa kwenda huko Mkongani haraka upesi. Na huku Gogoraro kunataka kanisa pia, wanatuuliza tupeleke nani? Nani tumupeleke? Yuko wapi wa kutuma huko? Bwana Yesu asifiwe. Si kitambo mama yenu nitamhamisha hapa, ni mtume Gogoraro huyo, akapigwe na wachawi wakayafungwa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe na kutegemea na wewe umelala uko kwa usingizi, tutatuma nani? Fumume hani. Halo. Maana kule ukifika unangojewa kama mtumishi, kumbe wewe umesinzia. Musa alisimama kama mtumishi, wala hakutetemeka pamoja na kulaumiwa. Yeye alijua Mungu anasema nini, na akaendelea kuwaongoza. Anaambia songa mbele, na Mungu akamwambia usinililie mimi, inua fimbo juu ya bahari uigawanye. Bwana Yesu asifiwe. Inua hiyo fimbo yako juu ya bahari igawanyike upite. Achana na hivi vitu vitoko vitoko. Mungu ana mpango mzuri na wewe, lakini imani yako ndio inapepetwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio inapepetwa. Wachana nazo. Bwana Yesu asifiwe. Juzi nilikuwa naambia watu wa Kaloleni, unang'ang'ania mume wako ati nimesikia na mwanamke mwingine. Ende umuulize huyo mwanamke anapika vipi. Huenda upishi wako ndio umempeleka mmeo huko. Wakaanza kuniambia na watu, nikamwambia si watetei. Kama kweli mtoto anashiba kwa poma, atatoka. Nauliza, atatoka? Ndani ya nyumba kuna chakula kitamu, akila anaridhika, atatoka. Lakini ukisikia anaenda kusoma kwa jirani, jiulize umepikaje. Sio kurudi na kusumbua wachungaji, niombeeni mpaka wanakonda. Hapana. Umesimamaje wewe na Mungu wako? Huyo Mungu wako umesimama naye vipi? Nakumbuka mama mmoja nilikuwa naye hapa, sasa ametoka, ingawa alikuwa vizuri, lakini akapepetwa na pepo, hata huko aliko amechanganyikiwa. Mumewe alikuwa anafanya na hoteli na akapata kinyanya cha kizungu. Unajua wazungu ni pesa. Wewe hata kama unampenda sana humpi kitu, unataka kupewewa. Si ni hivyo? Lakini huko anapendwa na anapewa pesa. Hata kama ni kinyanya atakuja kwako. Situongee ukweli. Bwana Yesu asifiwe wa mama. Nawapenda lakini ndio maana nawahubiria. Bwana Yesu asifiwe. Akaja kwangu akaniambia, mchungaji, mimi nataka nirudishe 10,000 vyake alivyotoa kwetu. Nikamwambia, hapo umefika, simama hapo. Wewe na miaka mingapi? Niko na 31. Kaambia, utaweza kuishi bila mume mpaka ukamilishe uzee wako? Utaweza? Nakuuliza, utaweza? Akanyamaza. Nikamwambia, fanya hivi, si una Mungu sasa acha tumwambie Mungu habari ya mumeo. Si ameshikwa na mke, hajashikwa na Mungu. Tumwambie Mungu adili na yule mke, amwachilie mumeo, ache nyumbani. Story ya kurudisha mali wachana naye. Akanisikiza. Nikampa maombi, akaomba. Na tukaomba tukasahau.
Wiki ya kwanza ya pili, kumbe kazungu kale ni kanyenya, lakini ni karate. Hata kama hajui karate, Bwana atamfanya ajue. Maana muujiza, Mungu anataka kujitukuza. Jamaa alikaja tayari paka kwa boma tayari kwa nyumba tayari. Nipatie hiyo nguo yangu naenda Ukunda, nimetumwa kazi Ukunda, kumbe linaenda kwa hiyo mpenzi. Kula na kunywa wakakosana midomo. Akajaribu kurusha kofi likashikwa juu kwa juu, akaambiwa kula hiyo. Unaniletea ujinga. Akashikwa ngaa, akaambiwa si ukule hii kwanza. Akaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Akijaribu kuinuka akaambiwa ya. Akarudi hapo. Akijaribu kuinuka ambaye akanyaka hapa. Alikuja amechubuka humu. Chubuka. Hodi. Asubuhi. Muke akampokea kwanza, akamuingiza kwa nyumba. Kwani mpata ajali? Watu wengine ni wajinga sana. Akamwambia, ngoja nikanunue nije nikusugue dawa. Akatoka mbio kwa mchungaji. Amekuja amepigwa, nikamwambia ndio kamchomea na maji ya moto, mmeo amekuja mkaribishe. Hakurudi tena huko mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe. Una Mungu, wewe una Mungu, hufai kujipigania, unafaa kumpa nafasi Mungu akupiganie. Shida tulionayo tunajipigania. Wana wa Israeli walimlilia Mungu na kisha wakamlaumu Musa. Na Musa naye akaona siwezi beba lawama. Akauliza Mungu. Mungu akamwambia waambie wasonge mbele. Kisha inua hiyo fimbo, onyesha maji. Si una Mungu? Sasa wapiga mdomo ukupelekewa. Tangu upige wa mdomo ushakupatia. Bwana Yesu asifiwe. Soma nani soma. Nami tazama nitaifanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu. Bado Mungu anarudia neno hilo. Nitaifanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu. Nao wataingia na kuwafuata. Nami nitajipatia utukufu kwa Farao. Na kwa jeshi lake lote. Kwa magari yake na wapanda farasi wake. Na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Nitakapokwisha kujipatia utukufu kwa Farao. Na magari yake na farasi zake. Bado hajakwisha kujipatia utukufu. Wewe unataka upone haraka aje? Bado hajakwisha kupata utukufu. Wewe unataka ulale ndoto nzuri zije vipi? Bado utukufu hajakwisha kujipatia. Vumilia pale. Bwana anataka utukufu kwa Farao na jeshi lake lote. Na utukufu utakuja baada ya wewe umevuka hiyo bahari, wanakufuata. Halo, simama. Musa akafanyaje? Kisha malaika wa Mungu aliyetangulia mbele ya jeshi la Israeli akaondoka akaenda nyuma yao. Na ile nguzo ya wingu ikaondoka hapo mbele yao. Ikasimama nyuma yao. Ikafika kati ya jeshi la Misri na jeshi la Israeli. Napo palikuwa na ile wingu na lile giza. Lakini lilitoa nuru wakati wa usiku latoa nuru. Na hawa hawakuwakaribia hawa usiku kucha. Na hawakukaribia hawa usiku kucha. Musa ndio wale pale, lakini hapa hawafiki. Na nyinyi ndio nyinyi hapa, na wale hawafiki. Siku kucha. Ndio pale unasikia mgonjwa anasema nimelala nafuu.
Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji, jana baada ya ile maombi nimelala nafuu. Huwa nguzo ya jeshi, nguzo ya moto imesimama pale, imezuia vita, havikufikii na wewe huwezi kuvifikia. Kwa hivyo unapata nafuu ili upate moyo usonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Soma. Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari. Akanyosha mkono wake juu ya bahari. Bwana akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo. Bahari ikarudi nyuma kwa upepo na nguvu utokao mashariki. Kwa upepo wa nguvu utokao mashariki. Usiku kucha. Usiku kucha. Akaifanya bahari kuwa nchi kavu. Ikawa nchi kavu. Maji yakagawanyika. Maji yakagawanyika. Wana wa Israeli wakaenda ndani kati ya bahari katika nchi kavu. Huku ni mulima maji, huku ni mulima maji, hapa ni pakavu. Nayo maji yalikuwa ukuta kwao mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Wanaenda tu. Na wale wa Misri wakawafuatia. Wakafuata walivyochanganyikiwa. Yaani Mungu amewachanganya kiwango cha kuwa lazima wafuate ili ajitukuze. Wakaingia ndani kati ya bahari. Wakaingia ndani kati ya bahari. Farasi zote za Farao. Zote. Na magari yake. Na magari yake. Na wapanda farasi wake. Na wapanda farasi. Ikawa katika zamu ya alfajiri. Zamu ya alfajiri. Bwana akalichungulia jeshi la Wamisri. Akalichungulia. Katika ile nguzo ya moto na ya wingu. Yani Bwana Mungu ameketi kwa kiti chake cha enzi tu. Na labda ana glasi yake ya soda ama ni ya juisi, sijui. Ama ni maji peke yake, sijui. Lakini anakunywa polepole tu. Alafu ilifika zamu ya asubuhi, akawachungulia washenzi wanaofuatia watu wangu. Unajua leo usiku anaenda kuwachungulia wale wanaokufuatia, anaenda kuwachungulia leo, anaenda kuwachungulia wale wanaokufuata, anaenda kuwachungulia leo. Zamu ya asubuhi tu atawachungulia, na akiwaona wanakufuatilia kwa karibu, kuna jambo anaenda kulifanya. Bwana Yesu asifiwe. Wale waliosema mwaka huu usione Krismasi, anaenda kuwachungulia. Kwani si juzi hapa tuliulizwa ulikuwa huu mwaka? Basi hapa ni kule Mabaya Nyundo. Karibu nimalizwe juzi. Nimeomba tu. Nilitoka kufunga harusi nikarudi haraka, mpaka keki nikaiacha. Yaani nilikuwa nimechemuka, lazima leo nikemee pepo mahali. Funga haraka harusi, nikawasainisha vyeti na nikakusanya mikoba, nikaambia mimi nimeenda. Jamani, kuna Katoliki, nikaambia mpeni pastor wenu, nipeni pikipiki nirudi kwa semina. Pio nikifika hapo saa 6:30 mama ako kwa zamu, nikamwambia maliza haraka. Kuna kitu Mungu anataka kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Akamaliza kufundisha, nikachukua session ya pili, nikaipeleka haraka saa 9 kamili. Kaambia watu kujeni hapa niwaombee. Kuanza kuomba, kuna mama mjamzito. Nafikiri kuna watu kidogo wanajua historia ya huyo mama. Wakati fulani alikuwa na ujauzito, akabebwa na pikipiki, maana anaumwa. Ile pikipiki ikapigwa mateke na punda. Yaani punda ametaimisha pikipiki inapita teke, mpaka ikarushwa juu, akaanguka pana, damu zikaanza kutoka. Akanipigia nikiwa hapa, nikaomba, damu zikaacha, akazaa mtoto, wanamuita Bishop Dadu, kakijana. Sasa ni mjamzito tena, saa hii amekomaa karibu ajifungue, kumbe wameotea tena. Sasa nilivyokuwa nimeomba, akaanguka, nimekamata na kemea pepo la mauti. Mama mmoja ameruka huko, akapanda na kichwani. Nilisikia mtu ameniangukia ndi, nikapindwa hivi, akaanguka pande hii. Kamwambia atapokea pia, akanyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Ndo anatuambia hutaki tupate damu fresh ya mwaka huu ya kufunga na ya kufungua. Wewe vipi?
Ujue kuna watu hata leo wanakufuatilia, wanataka nyama fresh ya mwaka huu, lakini ngoja nikwambie, Bwana yuko pale, atakuchungulia, atawachungulia. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia hakuna damu fresh hapa wala ya zamani. Mwaka huu hakuna chochote. Ni muduruma akageuza ati utumani gombe chipehu. Kamwambia gomba usipayahe baramu. Nikamwambia mwanzo napakanyaga Yesu usipayahe baramu. Senzi upayahe namba. Wengine wanaweza kuyaha ni nini? Nikamwambia wewe hujui kuyaha ni kukanyaga. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Farao amechunguliwa na leo anaenda kuwachungulia. Wanaokufuatilia anaenda kuwachungulia. Usiku wa leo watachunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akawachungulia. Jeshi la Farao linaingia katikati ya bahari. Hawajui mwenye kufungua hiyo bahari yuko na ako tayari. Soma. Bebeni mulete hapa. Akalifadhaisha jeshi. Alipolichungulia akalifadhaisha jeshi la Wamisri. Akalifadhaisha. Yani kumaanisha spidi ya magari yao, spidi ya farasi wao ikapungua. Ndio likusanyike mahali pamoja ili alishambulie. Anaitwa Mungu. Anaitwa nani? Jehova. Soma. Akayaondoa magurudumu ya magari yao. Akayaondoa magurudumu ya magari yao. Hata yakaenda kwa uzito. Yakaenda kwa uzito. Na Wamisri wakasema na tukimbie mbele ya Israeli. Wamisri wakasema tukimbie mbele yao. Na huku magari yanaenda kwa uzito. Waliochanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpe mkono mwenzako, mwambie mchawi wako amechanganyikiwa. Ondoa hofu. Soma. Soma mtu wa Mungu. Na Wamisri wakasema na tukimbie mbele ya Israeli. Na tukimbie mbele ya Israeli. Kwa kuwa Bwana anawapigania. Kwa kuwa Bwana anawapigania. Tena wamejua kinyume cha Wamisri. Kinyume cha Bwana manya. Mana manya. Mulungu wana kupigania mana manya. Si kwamba hawajui, wanajua. Lakini ni ile shingo ngumu, maana Bwana amesema atawafanya wawe na moyo mgumu wafuate. Lakini si kwamba hawajui, wanajua Mungu wako anakupigania. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maliza. Musa akaonyosha mkono wake juu ya bahari. Musa akaonyosha mkono wake juu ya bahari. Na kulipopambazuka bahari ikarudi kwa nguvu zake. Wamisri wakakimbia mbele yake. Wote wakakimbia mbele yake. Na Bwana akawakukutia mbali hao Wamisri. Nao Wamisri kati ya bahari. Funika wote. Yale maji yakarudi yakafunika magari na wapanda farasi. Hata jeshi lote la Farao lililoingia katika bahari nyuma yao. Hakukusalia hata mtu mmoja. Hakutasalia hata mmoja. Mwaka huu hakutasalia hata mmoja. Bwana anaenda kuwakukutia mbali. Hata kama wamejipanga aje, Bwana anaenda kuwamaliza. Ondoa hofu. Wanataka nyama fresh, hata wanataka damu fresh. Siwanywe yao, kunyweni yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana akawafunika, akawamaliza. Atawamaliza na wachawi wanaokufuata. Waliopanga uende huko nyumbani ndo wakuroge vizuri, anawamaliza kabla hujafika. Ondoa wasiwasi.
Waliopanga siku ya sherehe, wewe unalia, anawamaliza kabla sherehe haijafika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu tu, ondoa wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna haja ya kusimama. Wapendwa, lazima tusimame. Maana Mungu anataka utukufu. Anataka utukufu. Na hawezi kujitukuza bure mpaka akukomboe wewe. Na ukombozi wako utapatikana ni pale adui wako atamumaliza. Ndio maana nimetangulia na ushuhuda. Roho haiendi mbio, tumbo ndio inauma, inapona leo. Shingo nayo imenyamaza, inaongea. Hata majibu asipoyaleta wabaki nayo, si amepona. Amen. Tuna shida gani? Iko shida, si wabaki na majibu yao. Hakuna mtu atakufa kwa sababu ya mchawi. Atakufa na wakati wake. Amen. Na wakati wake. Inueni mikono ya kuume mbele kila mmoja. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako siku ya leo. Nimejua wananifuatilia, lakini ninaamini hakuna kifo juu yangu na juu ya watoto wangu na juu ya jamii yangu kitakachopatikana kwa ajili ya wachawi. Labuda nitapatikana kwa wakati wako. Simama na miguu yako. Simama. Simama. Hivi hata wachawi wapige kifua waseme tunamaliza. Nani? Nani? Naomba kwa ajili ya hao walioko Warabuni. Bwana Yesu, naja mbele zako. Kabidhi mikononi mwako watoto hao wote walioko nchi za Kiarabu. Enda ukawatawale, enda ukawapiganie, enda ukawatetee, na jina lako litukuzwe. Mapepo kuandama, weka moto, choma Yesu, weka moto, choma. Na wakabidhi kwako Bwana, uwapiganie na watendee mema, na jina lako litukuzwe. Kuna wale wametuma sehemu ya 10 ya mapato yao, naomba wabariki. Wale hawajatuma Bwana, kawafanye watume, ili nao Bwana utawabariki na jina lako litatukuzwa. Asante Bwana, kwa maana umetenda. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Songa mbele kila mmoja. Achilia moyo wako. Achilia moyo wako. Songa mbele kila mmoja. Songa mbele kila mmoja. Wana maombi wawili waje wasimame hapa. Kuna mtu anakombolewa hapa. Walitaka damu fresh, hawatapata fresh. Siku yao ya kumwachilia imefika. Hiyo tumbo ikamwachiliwe. Nataka waombezi wawili hapa. Kimbia hapa muombezi. Prayer warrior. Kwani hawako? Simama hapa. Mwingine aje asimame hapa. Muombe mkiwa hapa. Inua mikono yako miwili juu. Kila mmoja. Achilia moyo wako. Achilia moyo wako. Juzi niliambia watu wa mambo ya nyundo, msifikiri sifunuliwi. Nasema yale Mungu alikutaka niseme. Yale sisemi ni yangu, lakini nafunuliwa sana, tena sana. Tena sana. Lakini achilia tu moyo wako. Achilia moyo wako. Hawatakumaliza. Hawa wa Misri unaowaona leo, hutawaona tena. Hutawaona tena. Hutawaona tena. Wamefika mwisho. Ni utukufu Bwana anataka. Ni utukufu Bwana anataka. Funika macho yako. Wewe ndiwe Mungu, wawachane na yatima.
Sema wewe ndiwe Mungu, achane na yatima. Na kweli wewe ndiwe Mungu, achane na yatima. Imba. Nasema wewe ndiwe Mungu, wawachane na yatima. Nasema wewe ndiwe Mungu, wawachane na yatima. Nasema wewe ndiwe Mungu, wachane na yatima. Wewe ndiye Mungu, wawachane na yatima. Na kweli wewe ndiwe Mungu, wachane na yatima. Wewe ndiwe Mungu. Achilia moyo wako. Jehova wewe ndiwe Mungu, wachane na yatima. Hakika wewe ndiwe Mungu, wachane na yatima. Na kweli wewe ndiwe Mungu, wachane na yatima. 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 Wewe ndiwe Mungu, wawachane na yatima. Achilia moyo wako wewe, kamutazame Mungu wa wajane, Mungu wa mayatima, Mungu aliyeponya Israeli pale baharini, atakufungua leo. Wachane na yatima. Wewe ndiwe Mungu, wachane na yatima. Wewe ndiwe Mungu, wachane na yatima Baba. Wewe ndiwe Mungu, wachane na yatima. Imba, imba, imba. Mungu wa wanyonge, Achilia moyo wako. Mungu wa wajane Baba. Wewe ndiwe Mungu, wachane na yatima. Ingia ndani wewe. Mungu wa wajane, Kunaweza toka mbio pepo likakuingia. Mungu wa wanyonge Baba. Wewe ndiwe Mungu, wachane na yatima. Wewe ndiwe Mungu, wawajane na yatima Baba. Wewe ndiwe Mungu, wawachane na yatima. Wewe ndiwe Mungu, wawajane na yatima Baba. Wewe ndiwe Mungu, wawachane na yatima. Hata kwa wanyonge, wewe ndiwe Mungu wetu. Wewe ndiwe Mungu, wawachane na yatima. Hawa Misri unaowaona wanaokutesa leo, utawaona tena milele. Wewe ndiwe Mungu, wawachane na yatima. Wewe ndiwe Mungu, wawajane na yatima Baba. Wewe
wa wajane na yatima. Wewe ndiwe Mungu wa wajane na yatima Baba. Wewe ndiwe Mungu wa wajane na yatima. Mungu Unaweza kuomba uliye mbele za Bwana. Enda mbele za Bwana. wanyonge Baba. Wewe ndiwe Mungu wa wajane na yatima. Nenda mbele za Bwana, mtu wa Mungu, kamwambie Bwana, wewe ndiwe Mungu wa wajane na yatima. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, leo lazima nivuke, lazima nivuke. Nimebakisha wiki moja, waliotaka kuniangamiza lazima nivuke. Niliotaka kuniangamiza lazima nivuke, hata kama wananiwinda lazima nivuke. Mwambie Bwana mpendwa, mwambie Bwana, mwambie Jehova, hakuna linalomshinda Bwana. Hakuna, 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 hakuna. Nasema hakuna. Hakuna linalomshinda Bwana. Hakuna, 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 hakuna kabisa. Hakuna. Wanaotaka kukuangamiza wanasema huu mwaka wafunge na wewe, wanataka damu freshi, hawataipata kamwe. Hakuna, hakuna. Hakuna, 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 hakuna kabisa. Hakuna, 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 hakuna. Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi anakufungua tumbo lako, anakufungua tumbo lako, anakufungua tumbo lako, anafungua tumbo lako, anafungua tumbo lako, anafungua tumbo lako, anafungua njia zako. Hakuna, 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 hakuna. Katika jina la Yesu. Haleluya. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nauliza, yuko wapi Mungu aliyesema nitakuponya? Alienda wapi? Alienda wapi Mungu? Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu wa Ibrahimu. Uko wapi Mungu, Baba wa Bwana wangu? Uko wapi leo? Nauliza, uko wapi? Uko wapi uponyaye magonjwa? Uko wapi uponyaye matatizo? Uko wapi leo? Uko wapi Jehova? Ulienda wapi? Mungu alienda wapi? Ulienda wapi Jehova? Mpaka sasa watu wako wanaomboleza.
Uko wapi? Uko wapi? Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Haijulikane Baba, unayeweza. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ulienda wapi? Ponya Baba. Haleluya. Ulienda wapi Jehova? Haleluya. Katika jina la Yesu. Tulia kila mmoja mbele za Bwana. Tulia, 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 tulia. Tulia mbele za Bwana. Kuna mtu anakombolewa leo. Kuna mtu anakombolewa leo. Waliokupangia mauti, waliokupangia mauti, leo inaondoka. Leo inaondoka. Leo inaondoka. Mauti inaondoka. Inaondolewa. Toeni mtoto hapa. Harakisheni. Harakisheni. Leo mauti inaondoka. Leo mauti inaondoka. Waliokupangia mauti, waliokupangia mauti inaondoka. Yuko wapi Mungu? Mungu ulienda wapi? Mungu ulienda wapi? Waliopanga kukumaliza, waliopanga kutaka damu ya watoto wako, wanataka damu ya watoto wako. Leo Bwana anakufungua. Leo Bwana anakufungua. Hakuna mauti. Hakuna. Hakuna. Nasema hakuna. Kuna mtu anakombolewa. Kuna mtu anakombolewa leo. Katika jina la Yesu. Katika Yesu. Waliosimama kwa ajili yako, waliokuandama ili wakuangamize, wakati umefika. Wakati umefika. Bwana akutakase. Bwana akutakase. Bwana akufungue. Wale mauti juu ya maisha yako leo wanakuondokea. Utawaona tena. Na tena. Utawaona tena. Utawaona tena. Utawaona tena. Utawaona tena. Bwana anakufungua. Bwana anakufungua leo. Bwana anakufungua leo. Naona jeneza lililopangwa mbele yako. Kuna watu hapa wamepangiwa majeneza. Wanasema huu mwaka hata umaliza. Tuko na yeye. Tuko na yeye. Tuko na yeye. Lakini natabiri leo kwamba mmeshindwa. Hamutamumaliza. Bwana wa majeshi leo anamupigania. Kalisha chini, wacha mchezo. Hiyo mauti yao. Jeneza wamelitengeneza, wanachimba kaburi kwa sababu yako, wanaita maroho kwa sababu yako. Walikungoja kwa operesheni, haukuenda. Bwana amesimama nawe. Bwana amesimama na wewe. Bwana amesimama na wewe. Hakuna operesheni. Hakuna mauti. Nateka nyara. Yes. Ndani ya tumbo lako kuna kitu kinatembea. Hicho kitu kinachotembea ndani ya hilo tumbo, ndani ya hilo tumbo ni jini la nyoka. Walilituma ndani yako ili wakumalize. Leo nateka nyara hilo jini la nyoka. Ninaliondoa. Ninang'oa.
Shika tumbo wewe unayeumwa na tumbo. Amini. Weka mkono wako kwa tumbo. Kitu kinachosumbua tumbo lako kinaondoka. Moja kinaenda. Bwana wa majeshi ameona jini makata liliwekwa kwa tumbo lako, linyonye damu zako za uzazi, linyonye maisha yako, likuletee vidonda vya tumbo ili uteseke, ili upate mateso, wapate kukuangamiza. Maana wanasema unaringa, unafanya maendeleo kwa hilo boma, hawakukutaka maishani mwao. Siku ya leo Bwana amesimama apate kukufungua. Huo mkono wako ulioweka kwa tumbo, huo mkono wako ulioweka kwa tumbo lako, huo utasikia moto unaongezeka. Moto mara ya kwanza, moto mara ya pili, moto huo mara ya tatu, nasema moto mara ya nne, nasema moto mara ya tano, nasema moto huo mara ya sita, moto uongezeke. Haya mara ya saba na ya mwisho, mara ya saba na ya mwisho, mara ya saba na ya mwisho, nimeachilia moto mara ya saba. Takasa hilo tumbo, takasa hilo tumbo, nanyamazisha huo moto, nanyamazisha hiyo tumbo, nanyamazisha hiyo tumbo, nanyamazisha kabisa, nanyamazisha Hakuna uchungu, hakuna uchungu. Jini linang'oka, jini linang'oka, jini linang'oka, jini linang'oka. Kuna mtu hapa aliwekewa jini ndani ya tumbo ili lizuie damu za uzazi, lizinyonye. Linazinyonya kila wakati, linazinyonya kila wakati. Hilo jini hilo nalichoma na moto leo. Ninaachilia moto leo, 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 ninaachilia moto katika jina la Yesu. Bwana Yesu, takasa miili yao, takasa miili yao, takasa miili yao, takasa. Kuna mtu hapa ako na ujauzito mdogo sana, hauna miezi mingi. Kama ni miezi mingi ni miwili, lakini adui amesimama, anataka kumwangamiza kupitia huo ujauzito. Kila wakati ni maumivu na uchungu. Bwana wa majeshi amesimama leo, Bwana wa majeshi amesimama leo, akutakase, 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 akutakase. Walio hapa kwa viapo wakasema huyu ataenda kuzaa na operesheni, na operesheni, naondoa, 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 naondoa. Bwana Yesu tawala, Bwana Yesu tawala, Bwana Yesu tawala. Ninawakabidhi mikononi mwako Baba, uwatakase na uwatendee mema, na jina lako likapate kutukuzwa. Sante Bwana wangu, kwa jina la Yesu Mwokozi tumeomba na kuamini.